kwao Bwana akawatakasa. Kutembea kwao Bwana akaona kile kilikuwa moyoni mwao. Bwana anataka mtu siku ya leo ambaye anachukua uamuzi. Bwana anataka mtu siku ya leo ambaye anachukua hatua. Bwana anataka mtu siku ya leo, mtu ambaye anasema sitakufa na hii shida, sitakufia mahali hapa. Watu walikutenga, watu walisema utakufia hapo, lakini Bwana anatafuta watu ambao watachukua hatua. Bwana anatafuta watu ambao wako na uamuzi mzuri. Watu wengi wanakufa, watu wengi wanakosa kuendelea mbele kwa sababu hawana uamuzi bora. Watu wengi wamekosa kufanikiwa kwa sababu watachukua uamuzi bora. Watu hao walikuwa wagonjwa, watu hao walikuwa wenye ukoma, walikuwa wametekwa na watu, walikuwa wamewekwa mahali wakakufe, lakini hatua yao walipochukua uamuzi wa kusema hatutakaa hapa ili tukufe, wakachukua uamuzi, wakachukua hatua ya kwanza, wakaanza kutembea wakisema ya kwamba kama ni kukufa tukufe, kama ni kuweko uhai wacha tuweko uhai. Wakachukua hatua ya kwanza, wakachukua hatua ya pili, wakachukua hatua ya tatu. Jinsi walipokuwa wanatembea, hivyo ndivyo Bwana alikuwa juu ya maisha yao. Hivyo ndivyo Bwana alikuwa na watakasa. Hivyo ndivyo Bwana alikuwa anaonekana juu ya maisha yao. Hivyo ndivyo Bwana alikuwa anaongeza hatua zao. Hivyo ndivyo Bwana alikuwa anaongeza nyayo zao wakichukua. Maandiko inasema ya kwamba walipokaribia katika ile jeshi linawacheni kambi yao, wajeshi walikimbia mbio, wajeshi walikimbia, wakaacha chakula, wakaacha silaha zao zote, wakafikiria ni maadui wamewakuta. Ninataka kusema nini siku ya leo? Kile kitu unaona ni kikubwa juu ya maisha yako, utakapochukua uamuzi, utakapochukua hatua, hiyo kitu itakuwa kubwa juu ya maisha yako. Hiyo kitu itakuwa ni kitu ambayo ni shadow juu ya maisha yako. Maandiko inasema ya kwamba walipochukua hatua, walipoanza safari, maandiko inasema ya kwamba jeshi zima lilitoroka, jeshi zima lilikimbia mbio. Nataka kusema nini maisha ya mtu siku ya leo? Nataka kukuambia hivi, chukua uamuzi bora katika maisha yako na utafurahia. Wakati mwingi watu wanakosa kuendelea, watu wanakaa kiwango kimoja kwa sababu ya maamuzi mabaya wanayochukua. Haleluya! Kuna watu kazi zao zimeanguka kwa sababu ya uamuzi mbaya. Kuna watu biashara zao zimekosa kuendelea kwa sababu ya uamuzi mbaya. Kuna watu walichukua uamuzi, ulipitia tu kashinda kidogo, ukachukua uamuzi wa kutoendelea. Ulipitia tu tatizo kidogo, ukachukua uamuzi wa kutofanikiwa. Siku ya leo nimekuja kusema na maisha yako kuna vitu ambavyo Bwana huwa anaangalia. Ile uamuzi utakaochukua leo ndivyo itakayo kuonesha kesho utakuwa nani. Maana maandiko inasema jinsi mtu ajionavyo nafsini mwake hivyo ndivyo alivyo. Ukijiona wewe ni mkia, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ukijiona wewe ni mtu mkubwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Jinsi ambavyo unavyojiona hivyo ndivyo itakavyokuwa. Nimekuja kutangaza juu ya maisha ya mtu siku ya leo. Anza kujiona ukiwa mtu mkubwa, anza kuchukua uamuzi bora katika maisha yako. Wacha kuchukua maamuzi ama itakuletea aibu kesho. Chukua uamuzi mzuri ama utaleta faida ya kesho. Chukua uamuzi bora ama italeta mafanikio yako kesho. Kuna mtu mahali hapa, kuna mama ako mahali hapa, pengine umekuwa ukichukua uamuzi mbaya, pengine umekuwa ukitaka kuacha hiyo ndoa, umekuwa ukitaka kuacha huyo mzee. Hiyo sio uamuzi wa Mungu. Mungu anasema anakataa divorce. So wacha kuchukua uamuzi wa kuacha hiyo ndoa. Nimekuja kukwambia kwamba ingia katika zamu ya maombi sasa. Ombea nyumba yako, ombea bwana yako, ataenda kubadilika. Kuna watu wengi wako nje wanatafuta ndoa kama yako lakini hawapati. Nimekuja kutangaza juu ya maisha yetu siku ya leo. Wewe
cha mke wako kwa sababu ya maamuzi mabaya. Nimekuja kutangaza juu ya maisha yako, wacha kuchukua uamuzi ya aina hiyo, maana itakuletea aibu baadaye. Nimekuja kutangaza katika anga ya mtu siku ya leo, anza kuchukua decision nzuri katika maisha yako. Wakati unafikiria, wewe unafikiria nini? Weka maamuzi mazuri katika akili zako. Unapotembea, chukua uamuzi mzuri. Unapokula, chukua uamuzi mzuri. Unapoongea na marafiki, chukua uamuzi mzuri ambao unampendeza Mungu, ambao utaleta utukufu wa Mungu juu ya maisha yako. Nataka kuzungumza na watu wa hii eneo, nataka kuzungumza na wazee wa hii eneo, niwaambie ya kwamba kila uamuzi utakayochukua ndio itakayoonyesha maisha yako wewe ni nani. Kuna mtu mahali hapa amekuwa akichukua maamuzi mabaya, na wewe unavyochukua maamuzi mabaya, kuna maamuzi wengine watu wanachukua, inaleta shetani ndani, inaleta mwovu shetani ndani, inatuma anga yako ishe, inatuma maisha yako usifanikiwe, inakuletea aibu, inakuletea mateso. Lakini siku ya leo inakuja kutangaza juu ya maisha ya mtu. Ni wakati wako kubadilika, ni wakati wako kufikiria ni nini unaongea. Kuongea kwako unaongea namna gani? Kufikiria kwako unafikiria namna gani? Je, mawazo yako iko namna gani? Uamuzi katika maisha yako. Haleluya. Kuna mama alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 12. Maandiko yanasema akachukua uamuzi wa kwenda kugusa vazi la Yesu. Alipochukua uamuzi wa kwenda kugusa vazi la Yesu, maandiko yanasema maisha yake yakabadilika, maisha yake yakakuwa mapya. Hiyo uamuzi aliyochukua ya kwenda tu kugusa vazi la Yesu, maisha yake yote ikabadilika. Kukakuwa na mwanzo mpya juu ya maisha yake. Magonjwa yake ikaondoka. Watu wenye ukoma, Bwana aliweza kuwabariki, na Bwana aliweza kuonekana juu ya maisha yao kwa sababu ya uamuzi waliochukua. Zakayo akachukua uamuzi wa kutaka kumuona Yesu, na wokovu ukaingia katika nyumba ya Zakayo. Maandiko yanasema Shadraka, Meshaki na Abednego wakachukua uamuzi, wakasema hatutaacha huyu Mungu wetu, hatutamwacha. Kama tutakufa, wacha tukufa tu tukiwa na huyu Mungu. Na hata walipoingizwa katika moto, watu watatu wakaonekana ndani kwa sababu ya ile uamuzi walikuwa wamechukua. Danieli akachukua uamuzi, akasema iwe nini ama iwe nini, sitaabudu miungu, sitaabudu Baali, sitaabudu vitu ambazo zimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Kupitia hapo, hata alipoingizwa katika tundu la simba, simba hawangeweza kumkula, maana alikuwa amechukua uamuzi bora katika maisha. Haleluya. Uamuzi ambao unachukua inaweza tuma ufurahi ama inaweza tuma ulie. Inaweza leta furaha katika maisha yako, inaweza badilisha generation yako, inaweza badilisha familia yako. Uamuzi ile ambao utakayechukua, mzee uko mahali hapa, uamuzi ile utakayechukua mama uko mahali hapa, hiyo ndio utakayekupeleka, hiyo ndio itakayekupeleka maili ambazo unataka kufika. Haleluya. Kama unataka kwenda mbali, chukua uamuzi mzuri katika maisha. Bwana anatafuta watu ambao wako na uamuzi mwema, wanachukua decision nzuri, watu ambao wanajua kwamba si watu wa kushindwa, si watu wa kurudi na nyuma, si watu wa kuona mambo ambayo haupendezi Mungu. Chukua uamuzi bora siku ya leo na hautalia katika maisha yako. Chukua uamuzi katika familia yako. Make a good decision. Chukua uamuzi bora. Kuanzia leo, badilisha maongeo yako, badilisha mtazamo wako. Angalia marafiki wako ni akina nani, rafiki yako ni nani. Chagua rafiki mzuri. Make a good decision today. Tembea na
marafiki wazuri ambao watakeleta mafanikio ya maisha yako. Watu wengi wameharibika. Watu wengi maisha yao imekosa kuendelea kwa sababu ya maamuzi mabaya. Umeshikana na kampani mbaya. Kuna wengine hawakuwa walevi, kuna wengine hawakuwa naishi hiyo maisha wanaoishi, lakini ni marafiki ambao wameshikana na wao, wakashikana na kampani ambayo ya kushindwa, wakashikana na kampani ambayo si ya kuendelea, wakashikana na watu wakachukua uamuzi mbaya. Kampani ya kila mtu ambaye unatembea na yeye ako na roho. From today, chukua uamuzi bora katika maisha. Maisha yako unachoritwa ukiwa nani? Simama katika somo yako. Tumia kipawa yako vizuri. Tumia talanta yako vizuri. Make good decision in your life. Kila siku chukua uamuzi. Kila siku unapotembea, lakini iwe ni uamuzi ambao italeta utukufu juu ya maisha yako. Iwe ni uamuzi ambao italeta baraka juu ya maisha yako. Kuna maamuzi mengine watu wanachukua inakuletea machozi, hata kama si saa hii, hapo mbele inakuletea machozi. Kuna njia ionekana kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya kuzimu. Kuna njia ingine inaonekanaga kama iko sawa sawa, lakini mwisho wake inakuletea maovu, inakuletea uchungu, inaleta kifo, inaleta huzuni katika maisha yako. Nimekuja kuzungumza na mtu wako mahali hapa, nikuambia kwamba chukua uamuzi bora katika maisha na wewe utafurahia. Hata watoto wako, hata generation yako watafurahia na ile uamuzi mzuri ambao umechukua. Haleluya. Watu wote pale ni wakubwa. Watu wote ambao mnasoma kwa vitabu, watu wote ambao mnasoma kwa historia, watu wote ambao mnaona wamefanikiwa katika maisha, walichukua maamuzi mazuri. Walichukua maamuzi. Wale unaonaga wanakimbia, wanashinda, wanakuja nyumbani na magoli na wanakuja na mapesa, ni uamuzi walichukua. Changamoto zilikuwa, vita zilikuwa, lakini walichukua uamuzi. Wakasema ya kwamba tutakimbia hadi ile siku tutashinda. Haleluya. Mungu anaangalia uamuzi wako. Mungu anatafuta mtu ambaye hakufi moyo. Uamuzi ambao utakayechukua katika maisha itakuletea mafanikio, itakuletea mafanikio mazuri. Na ukichukua uamuzi mbaya, utakuwa tu unakaa mahali pamoja, utakuwa unazungukia mahali pamoja. Watu wengine unaona kuja wanafanikiwa, unabaki pale pale. Watu wa rika lako walifanikiwa, lakini uko pale pale. Watu mlianza na wao wameendelea, uko pale pale. Lakini utakapochukua uamuzi bora katika maisha, hautalii kamwe. Watoto wako watafurahia, watu wa kweli watafurahia. Uamuzi Daudi alichukua. Uamuzi Daudi alichukua. Ndio mafuta ilikataa kuangukia watoto wao wengine wakubwa, maana hawakuwa na maamuzi mazuri. Lakini Daudi alikuwa uamuzi, na akasema kwamba Daudi alianza kwenda kulisha kondoo za baba yake, akaanza kuoneshana responsibility. Alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anafungulia kondoo za baba yake, anaenda kuchunga. Akaanza kuoneshana, akachukua uamuzi wa kuchunga kondoo. Hapo Bwana akaangalia, akaona huyu kijana jinsi ambavyo anachunga kondoo za baba yangu, jinsi ambavyo anachunga kondoo za baba yake, anaweza chunga watu wengi, anakuwa mfalme. Na kupitia hapo maandiko inasema Daudi kwa ile uamuzi alikuwa anachukua, alikuwa na wadi ndugu akiwa kule machungani, alikuwa na uamuzi, hakuwa mtu wa kushindwa. Alipoletewa simba zote alizua pale. Hata Goliathi alipokuja, hata alipomaliza hizo maguo, alisema sitavaa hizo manguo za vita, mimi nitaenda jinsi nilivyo. Daudi
Daudi alienda jinsi alivyo, lakini kwa jiwe moja tu ikaangusha Goliathi. Daudi alichukua uamuzi na akasema ya kwamba nitasimama kwa zamu, nitatetea wana wa Israeli, nitaondoa machozi kwa wana wa Israeli. Akachukua uamuzi, na hiyo uamuzi ndio ilituma akakuwa mtu mkubwa, ndio ilituma akakuwa mfalme. Hiyo kitu kidogo, maamuzi ambayo unachukua siku moja nyingine, hiyo ndio itakaye impact Mungu juu ya maisha yako. Hiyo ndio itakayefanya Mungu aweze kukutumia. Haleluya! Nisikie mtu amesema amen. Haleluya! Maamuzi ambayo unachukua ndio itakayeleta furaha katika maisha yako, ama ndio itakayeleta kilio katika maisha yako. Nakuja kutangaza cha mtu siku ya leo, chukua maamuzi mazuri na hautalia. Chukua maamuzi mazuri na hautahangaika. Chukua maamuzi mazuri na wewe siku zote utakuwa mtu mwema. Bwana ataonekana juu ya maisha yako. Bwana atakupanguza machozi umelia kwa muda mrefu. Kuanzia leo chukua hatua, chukua uamuzi mzuri, na utaona Bwana akifanya kazi juu ya maisha yako. Haleluya! Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nataka kuombea mtu siku ya leo. Na najua your life will never be the same again. Our dear Heavenly Father, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, asante kwa siku ya leo. Ni asante kwa wazee hawa, ni asante kwa mama hawa wamesikia injili siku ya leo. Natangaza kuanzia leo maisha yao haitakuwa ya kawaida. Kuanzia leo kila uamuzi watakaochukua, watachukua uamuzi ulio bora. Watachukua uamuzi ambao unapendeza. Katika jina lako Yesu Kristo, ongoza mtu siku ya leo. Ondolea mtu machozi siku ya leo. Ondolea mtu huzuni siku ya leo. Panguza mtu machozi siku ya leo. Takasa mtu siku ya leo. Katika jina lako Yesu Kristo, watu hawa wako mikononi mwako. Walinde na uwahifadhi. Katika jina lako Yesu Kristo, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Unaweza na unakomboa. Unabariki milele na milele. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Uko na ujaokoka, rudi kuombea nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo nimekupokea wewe kiongozi katika maisha yangu. Andika majina yangu katika kitabu cha uzima. Sema amen. Sema amen tena. Haleluya. Bwana wabariki. Bwana wainue tena. Bwana ako pamoja na nyinyi. Hautabaki kuwa wa kawaida. Chukua uamuzi mzuri.